Mwanadamu ana nguvu wakati mwingine asiyoijua hata yeye mwenyewe. Kuna wale watu wanaoamini ya kwamba mzazi wake kama ni mlevi ni watu ambao hawapendwi na Mungu, na kwa hiyo yeye hawezi kuwaheshimu wazazi kama hawa. Kuna wale wazazi huwa hawajui nguvu inakaa ndani yao, ni wepesi kulaani. Kuna watoto wanaozaliwaga lakini haikuwa matarajio ya hao wazazi kumpata huyo mtoto. Kwa hiyo huyo mtoto analelewa tu, si kwa sababu walikuwa wanataka, ila ni jambo la ghafla ilitokea familia. Kwa hiyo anakuwa katika mazingira hayo kwamba alikuwa hatakiwi, lakini amekuwepo. Roho ya kukataliwa inaanza kutoka wakati huo. Tumwambie Mungu afungue unaowajua, usiowajua, lakini unajua katika familia hawa wamekamatwa na maneno ya wazazi wao. Kuna magonjwa tunayo katika familia ambayo yametengenezwa na matamko ya laana, magonjwa kabisa, yani yana majina kabisa hospitalini na yana dawa, lakini nataka nikuhakikishie ni matamko ya laana katika misingi ya familia. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu ninaisogelea tena madhabahu yako jioni ya leo kukushukuru. Nimekuja kusema asante kwa ajili ya kutulinda. Umetulinda tangu kulipokucha asubuhi, ulikuwa pamoja nasi katika familia zetu, ulikuwa pamoja nasi katika biashara na kazi za mikono yetu, ulikuwa pamoja nasi katika maeneo mbalimbali. Wewe Bwana umetutetea na kutupigania mbele ya watesi wetu, ukutuacha kuwa mawindo, wala ukutuacha maadui zetu waseme yu wapi Mungu tunayemwabudu. Na jioni ya leo umetuleta tena kwenye ibada hii, tunajiweka wakfu mikononi mwako, nasi tunasimama kinyume kabisa na ufalme wa giza, mamlaka za giza, maroho ya mapepo, maroho ya majini, maroho ya kichawi, mizimu, maagano ya laana. Kila roho kwa jina lake tunaikamata, tunaifunga, tunaihamisha na kuiseta kuzimu. Tunakukaribisha Roho Mtakatifu, mwalimu wa kweli, ili upate kusema na kila nafsi mahali hapa. Bwana Baba, tunakuomba usitupite, lakini kama ulivyosema katika neno lako, watakatifu walioko duniani ndio unaopendezwa nao. Utukumbuke ya kwamba tuko hapa jioni ya leo. Fanya kituo chako hapa Bwana. Njoo useme na huyu baba, useme na huyu mama, useme na kijana huyu wa kike na wa kiume, useme hata na watoto. Roho Mtakatifu, tunakupisha kwenye nafasi ili utuhudumie. Ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, nimeomba nikiamini na kushukuru, na kanisa tuseme amen. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Ninayo heshima tena mbele za Mungu, kwanza kabisa kumshukuru Mungu kwa nafasi ambayo ametupatia tangu siku ya Jumatatu, na leo ni siku ya Jumamosi. Tuko mwishoni kabisa kuimalizia semina yetu siku ya kesho. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Najua tulikubaliana jana, leo tuna maombi kwa ajili ya watoto, tuna maombi kwa ajili ya vijana, tuna maombi kwa ajili yao hao watoto wetu leo. Na natamani kuachilia maneno machache tu ili tuweze kuingia katika hayo maombi. Na jioni hii ya leo kuna kichwa cha somo kidogo ambacho nimeandika jinsi matamko ya wazazi yalivyo na madhara kwa watoto. Jinsi matamko ya wazazi yalivyo na madhara kwa watoto. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Jinsi matamko ya wazazi yalivyo na madhara kwa watoto. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Hicho ni kichwa kidogo ambacho kinatuongoza kutoka kwenye kile kichwa kikuu kinachosema jinsi viapo na laana vinavyoweza kufanya kazi bila wale wanaoteswa na hivyo kujua. Kanisa, Bwana asifiwe. Nimesema jinsi matamko ya wazazi yalivyo na madhara kwa watoto. Na Jumapili, kama kuna watu walikuwepo, utakumbuka nilikuwa na somo lenye kichwa kinachosema nguvu ya maneno. Siku ya Jumapili iliyopita, utakumbuka kulikuwa na kichwa kilichotuongoza kinachosema nguvu ya maneno. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Nguvu ya maneno. Na nilisema maneno haya, nikasema
maneno yana nguvu, tena maneno ni roho. Nilisema maneno yana nguvu, nikasema tena maneno ni roho, ambayo kwa kawaida roho haifi, roho haina mwili, kwa hiyo haiwezi kufa, inaishi. Na Biblia inatuonyesha kabisa kwa maneno Mungu aliumba kila kitu unachokiona duniani. Mungu aliumba kwa matamko tu, akitamka kwa maneno yake, na vyote vikapata kuwepo kwa lile neno ambalo Mungu alilitamka. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo, tuanzie na kitabu cha Mwanzo ili nikuonyeshe kwamba jinsi maneno yalivyo na nguvu. Nilisema kwenye kitabu cha Mwanzo 1, alafu naanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mstari wa 3, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Utaona Mungu alikuwa ameitengeneza dunia, hakutengeneza kwa vitu vilivyo na uhalisi, yani kwamba labda dhahiri, kama vile ingekuwa tofali, labda ingekuwa ni miti, labda ingekuwa ni kitu fulani ambacho kipo kinaonekana. Mungu hakufanya dunia tunayoikaa leo kwa vitu vilivyo dhahiri. Alikuwa anatamka na vile vitu vinakuwa. Akasema hiyo dunia yote ilikuwa katika giza, akasema iwe nuru. Neno la kwanza alisema iwe nuru, na pale pale ikawepo nuru. Ndio hii tunayoiona sasa, ipo mpaka leo, ikawepo nuru. Kanisa, Bwana asifiwe. Kwa utaona Mungu aliumba kwa kupitia maneno. Kitabu kile cha Waebrania, tena mlango wa 11, nataka tuende mbio kidogo. Kitabu cha Waebrania mlango ni ule wa 11, naomba tuangalie, alafu mstari ni ule wa 3. Kitabu cha Waebrania mlango wa 11, alafu mstari ni ule wa 3. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno na Mungu, hata vitu vilivyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Ngoja nikuonyeshe tena, nirudie usikie. Anasema kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa na vitu vilivyo dhahiri. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kwa utaona Mungu aliumba hii dunia yote kwa matamko. Alitamka vile vitu vikawa. Alikuwa akitamka, na kila kitu anachotamka kinakuwa. Anasema alafu kile kitu alichosema kinakuwa. Kwa hiyo dunia ikawepo hivi unavyoiona kwa matamko, ikaumbwa kwa namna hiyo, ilitengenezwa kwa staili hiyo, kwamba ilitengenezwa kwa matamko, na imeendelea kuwepo kwa njia hiyo, kwamba ilitengenezwa kwa matamko. Sasa baada ya Mungu kufanya kila kitu, na nimeandika baada ya kuumba vitu vyote, Mungu alimuumba mwanadamu. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Baada ya Mungu kufanya vitu vyote alivyovifanya, mwisho kabisa kwenye siku ile ya 6 Mungu alimuumba mwanadamu. Na katika ule kitabu kile cha Mwanzo, ukiangalia kitabu cha Mwanzo 1, tuanze tena tuangalie kwenye kile kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 1. Nataka tujifunze kitu ili tuone jinsi ambavyo matamko yana madhara, jinsi matamko ya wazazi yalivyo na madhara kwenye maisha ya watoto wao. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 26, neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Niko hapa na watu, Bwana asifiwe sana. Nataka nikukumbushe ili uelewe. Na kwa mfano huo Mungu
akamuumba mwanaume, akamuumba na mwanamke. Kwa akawaumba watu wanaofanana na yeye. Yeye anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kanisa, Bwana asifiwe. Kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Yaani hapo Mungu anasema yeye anataka awatengeneze watu wenye sura yake, wenye mfano wa kwake, wanaofanana na yeye. Kwa hiyo akawaumba, na mtu aliyeumbwa, Biblia inasema alimuumba mwanamke, alimuumba mwanaume na baadaye akamuumba mwanamke. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Aliwaumba watu wanaofanana na yeye. Na ukishaona kama aliwaumba watu wanaofanana na yeye, maana yake huyu mtu aliyeumbwa anayefanana na Mungu amefanana naye ukweli. Hata matamko ya huyo mtu yana nguvu kama matamko ya huyo aliyefanana naye. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kama Mungu yeye aliumba kwa kupitia tu neno akaumba, ujue kama Mungu aliumba, huyo anayefanana naye ana uwezo pia wa kufanya hayo ambayo baba yake au muumbaji wake aliyemuumba amemuumba kwa mfano wake, naye anaweza kuyafanya. Ukiangalia kwenye kitabu cha Zaburi ya 82, tuangalie kitabu cha Zaburi ya 82, tuangalie kitu hapo. 82 Zaburi, nataka tuangalie mstari wa 6. Kitabu cha Zaburi ya 82, alafu tunaangalia mstari wa 6. Maandiko yanasema, mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu. Mungu anajaribu kusisitiza ya kwamba sisi ni miungu na watoto wa yeye aliye juu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Yaani sisi ni miungu lakini ni watoto wa yeye aliye juu. Kwa uone jinsi ambavyo Mungu ametufanya kwa mfano wake. Tuna mamlaka, tuna nguvu. Yaani sisi hatujaumbwa kiunyonge, tumeumbwa kwa namna ya kipekee sana, maana tunafanana na Mungu. Tumepewa nguvu kama Mungu. Hatufanani na wanyama, hatufanani na ndege, hatufanani na kingine chochote. Sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu aliye muumbaji wa mbingu na nchi. Tumeumbwa kwa mfano wake. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Ndio maana tuna tofauti kubwa. Kwenye kitabu cha Yohana nasisitiza, kitabu cha Yohana nasisitiza, Yohana mtakatifu mlango ni ule wa 10. Naomba tuangalie mlango wa 10, mstari ni ule wa 34. Maandiko yanasema hivi, kanisa la Mungu. Kitabu cha Yohana mlango ni ule wa 10, nataka nisome mstari wa 34. Biblia inasema, Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Hata wakati Yesu amekuja, anajaribu kuonyesha msisitizo ya kwamba Mungu hakufanya kwa bahati mbaya. Alituambia ninyi ni miungu. Yesu anajaribu kuwakumbusha, haikuandikwa katika torati ya kwamba ninyi ni miungu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Anaweka msisitizo. Inawezekana watu walikuwa wanajisahau. Kuna watu ambao huwa wanajisahau. Sasa anajaribu kuwakumbusha lile neno ambalo Mungu alilisema tangu awali ya kwamba ninyi ni miungu, ili tukae hapo, ili tufahamu, ili tujue ya kwamba sisi sio watu wa kawaida. Yeye mwenyewe amesema ninyi miungu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Anasema ninyi ni miungu. Kwa anajaribu kutukumbusha. Kwa hiyo basi, kama Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura hiyo, kama Mungu alimuumba mwanadamu katika staili hiyo, kama Mungu alituumba sisi katika staili hii ninayoizungumzia asubuhi jioni ya leo, nataka nikwambie mwanadamu ana nguvu wakati mwingine asiyojua hata yeye mwenyewe. Ana nguvu ambayo yeye mwenyewe haijui. Na ndio maana utaona mwanadamu huwa anatamka matamko yoyote tu bila kutambua nafasi yake mbele za Mungu, bila kutambua nafasi yake mbele za Mungu. Hapa nimeandika na kuonyesha jinsi ambavyo mwanadamu au baba au mama walivyo watu wa thamani, au ambavyo Mungu amewawekea vitu vya thamani ndani yao. Yeye mwenyewe kwenye kile kitabu cha
kwenye kile kitabu cha Kutoka. Hebu tuangalie kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka mlango ule wa 20. Kitabu cha Kutoka mlango wa 20. Yeye mwenyewe Mungu anasema hivi, mlango wa 20. Nataka nisome kuanzia mstari ule wa 12. Neno la Mungu linasema, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Sasa utaona Mungu anaweka, mimi nimeandika, Mungu anaweka tahadhari. Anaweka tahadhari ya hali ya juu sana kwa hii amri. Na hii ni amri, watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Amri sio kitu cha kawaida useme unaamua uifuate au unaamua hutaifuati. Ikishaitwa amri ni kwa mamlaka, ni kwamba utaifuata uwe unataka ama utaki, lazima uifuate. Sasa hapa anasema waheshimu baba yako na mama yako. Kwa nini waheshimu? Kwa sababu siku zako ziko mikononi mwao, maisha yako yako mikononi mwao. Kuishi na kukua na kufikia uzee kuko kwenye uwezo wa ulimi wa mzazi wako, kwamba yeye anaweza kukuondoa kabla, anaweza kukuachilia ukatembea miaka mingi. Kwa Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa nyingi. Manake kile kitendo cha kushindwa kuwaheshimu, na Mungu ameweka ndani yao, ndani ya hao wazazi ameweka maisha yako ili wewe uweze kusonga, ili wewe uweze kubarikiwa. Mafanikio ya kwako yanakaa mikononi mwao. Kwa hiyo anawatahadharisha watoto, anawaambia waheshimuni. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Anawaambia watu waheshimuni. Waheshimuni hawa kama mnataka kuishi miaka mingi, miaka yenye heri, miaka yenye baraka, miaka ambayo imebeba mafanikio. Uwaheshimu hawa. Hawa ndio Mungu amewaamini na amewapa miaka ya watoto wao. Kwa hiyo waheshimuni. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kwa maneno hayo, ngoja niendelee nikuonyeshe. Hasa kuna wale ambao, wale wazazi ambao bado hawajatambua hii nafasi katika maisha yao. Hawaitambui, wanatembea tu, wanaishi tu, kiukweli hawaitambui nafasi. Ndio maana wanaweza kusema kitu chochote kwenye kinywa chao, kwa sababu hawajawahi kuitambua nafasi waliopewa na Mungu. Kanisa, Bwana asifiwe. Hebu tuangalie watu wawili, wazee wawili ambao waliwahi kutamka matamko na yale matamko yakawa halisi katika Biblia. Tuanze na kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 9. Mwanzo mlango ule wa 9, tuangalie mtu mmoja. Kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 9, naomba tuangalie hapa. Mlango wa 9, nataka nisome mstari wa 20. Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Hamu baba yao wa Kanani akauona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje, Shem na Yafet. Wakatoa vazi, wakalitanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyume, wakaufunika uchi wa baba yao na nyuso zao zikielekea nyuma, wale hawakuona uchi wa baba yao. Nuhu akalevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtendea, akasema, na alaaniwe Kanani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Ukipata nafasi unaweza kuangalia na kusoma we mwenyewe. Utaona Nuhu alitamka hayo maneno ya laana. Tena ngoja niwaambie, kuna wale watu, mimi nimewahi kukutana na hichi kisa. Kuna wale watu wanaoamini ya kwamba mzazi wake kama ni mlevi, yani ni mtu wa ovyo. Kama mzazi wake ni mlevi, ni mtu wa ovyo. Na wale wanaoamini kwamba mzazi wangu kama angekuwa mchawi, mwanga au mtu wa aina gani, ni watu ambao hawapendwi na Mungu, na kwa hiyo yeye hawezi kuwaheshimu wazazi kama hawa.
Mimi nataka nikusaidie. Nilikutana na hichi kisa siku moja, dada mmoja akiniambia, Mama Swai, na kuomba tuwe na muda tukutane, tuombe kwa ajili ya mama yangu, tumuombe. Nikamwambia ni kitu gani? Nikamwambia basi njoo tuongee. Akaniambia mimi naomba tuombe, yani nimepata kabisa ridhaa ndani ya moyo wangu, tumuombe mama yangu afe. Maana pale kijijini ni mchawi sana, watu wote wananiambia ni mchawi. Ananiambia mimi na yeye tuombe. Nikamwambia hapana dada, umekosea. Haiwezekani mama aliyekubeba mimba miezi 9 na akakuzaa akakulea, leo umeolewa, unakaa kwenye nyumba yako nzuri kubwa, unaishi kifahari, una kazi nzuri, umwombee kufa baada ya kuwa wewe umeokoka na ukagundua kuwa yeye ni mchawi. Huyo mama angetaka kukuua, wala usingezaliwa duniani. Huyu mama anastahili heshima yake vile vile. Wewe unachotakiwa kufanya ni kuendelea kufight katika maombi, kama kuna jambo kama hilo katika familia, ili liweze kuondolewa. Kanisa, Bwana asifiwe. Nikajaribu kumwambia, ule dada alipanda, ananiambia hapana, imeandikwa mwanamke mchawi asiishi, anataka kumuua mama yake kwa maombi. Nikamwambia wala uwezi ukafanikiwa. Nimekwambia hata ungeomba maombi ya aina gani, kama yeye alikunusuru, hakukuloga, hakukuua, alafu ukaishi mpaka leo umejenga, una nyumba nzuri, anafanya kazi huyo dada bandari, alafu leo umepata hela, unataka kumuua mama yako. Mimi nataka nikwambie, kabla mama hajafa lazima akuzike wewe. Wewe huwezi kuishi, lazima ufe wewe. Haiwezekani akulinde alafu wewe utafute kumuua. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Kuna watu wako hapa na wao wanamwangalia mama yao kwa story au baba yao kwa story zile ambazo wamezisikia, na ni watu ambao wanaweza kuwatamkia wazazi maneno yoyote tu, kwa sababu wamejiona wao wameendelea na kwa neema ya Mungu wamemjua Yesu. Sasa wanawaona wazazi kama watu wabaya. Na mimi nataka nitangaze ya kwamba wazazi wamepewa maisha yetu. Haleluya! Maisha ya kwetu sisi yako mikononi mwa nani? Watu wa Mungu, mwa wazazi. Ndio maana anasema waheshimuni ili siku zenu zipate kuwa nini? Kanisa, Bwana asifiwe sana. Zipate kuwa nyingi. Maisha yetu yako mikononi mwao. Kama wewe utapandisha sana kwa sababu ya elimu, kwa sababu ya biashara na kazi na fedha ambazo Mungu amekupatia, nataka nikwambie utaingia mahali ambapo ni vigumu sana wewe kutoka tena. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Ungeangalia kwenye kitabu cha Mwanzo tena mlango wa 49 mpaka 4, yale maneno ambayo mtumishi wa Mungu aliwaambia watoto wake, watoto wa Yakobo, wakati anawaita. Alafu uone Rubeni ambaye Mungu alisema naye kwamba wewe umevuka mipaka, umeenda kama maji, umekipandia kitanda. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Wana matamko ambayo ingawa ulikuwa mkuu, anamwambia Rubeni wewe ni mkuu, lakini kuanzia sasa ule ukuu wako badala ya kuwa mkuu utakuwa chini. Wazazi wana hiyo mamlaka. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Nataka uone kwamba watoto wanapaswa kuwaheshimu wazazi wao, kwa sababu wazazi wao wana maneno. Lakini kuna wale wazazi, hapa nimeandika hivi. Sasa kuna wazazi ambao hawajui hii nguvu iliyoko ndani yao. Ni wepesi kulaani mtoto anapokosea. Yaani kuna wale wazazi wao hawajui hii nguvu inakaa ndani yao. Kwa hiyo wana matamko yoyote, hawajui, wanalaani. Yaani ni wepesi kulaani, ni wepesi kulaani hao wazazi. Hapa nimeandika hivi. Yaani kuna wale wazazi wanaweza kutamka hivi: wewe ninavyokuona utakuja kuwa chizi, utafungwa gerezani. Yaani mzazi anamwambia mtoto wake, mimi ninavyokuona wewe mtoto utakuwa chizi, wewe utakuwa chizi, na ninavyokuona wewe utafungwa gerezani. Matamko ya mzazi, yeye anamtamkia mtoto wake. Anamuona yeye mwenyewe alimbeba miezi 9 tumboni, lakini sasa amekuwa, anamuona kuwa atakuwa chizi. Anamtamkia matamko sio ya baraka, ni matamko ya laana.
ya viapo, matamko ambayo yanaweza akamkamata mtoto na akampeleka gerezani vile vile alivyosema. Na baadaye atasema mimi nilianza kuona zamani sana, lakini kumbe ni yale matamko yametengeneza mazingira ili yatimie kwenye maisha ya huyo mtoto. Yale matamko yako yanatengeneza mazingira ili yaweze kumkamata mtoto, yampeleke kwenye gereza kama ulivyoamuru. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Hapa nikaandika tena alafu anamalizia hivi, niliandika siku niliyokuzaa bora angezaliwa mbwa angetulinda. Mimi nilisikia hayo maneno, mzazi anamwambia mtoto wake kabisa. Yaani siku ile niliyokuzaa bora angezaliwa mbwa, maana angekuwa mlinzi. Yaani ni mzazi anaona bora mbwa, au amemfananisha huyo mtoto na mbwa na akapitiliza akaona mbwa ana ubora kuliko yeye. Sasa huyo mbwa sasa anayemtengeneza kwenye hiyo familia, akianza kubweka, akianza kumng'ata, anaanza kuomba msaada kwa wachungaji, anaanza kuomba msaada kwa wainjilisti, anaanza kuomba msaada kwa watumishi, nisaidieni mtoto wangu amekuwa mbogo, amekuwa mtoto mbaya. Kumbe yeye kwa matamko yake amemfunga kwenye hicho kifungo. Alimuona huyo mtoto ni bora kuliko, yani ni mbwa ni bora kuliko, yani amempitiliza. Umenielewa nachosema, watu wa Mungu? Kwa hiyo kuna wale wazazi wanawaita watoto wao mambwa, yani wewe umezaa mbwa. Nikaandika hivi tena, lakini kuna wale wanapopata watoto wa kike wanasema wamepata malaya. Hivi mmewahi kusikia hayo maneno? Yaani mzazi kabisa, mimi nimesha kumsikia kabisa, mwanaume ametoka hospitali anasema Mungu ametujalia tumepata malaya. Yaani ana wasiwasi mtoto wake wa kike amemtamkia neno lake la kwanza ndio hilo, anasema nimepata malaya. Kuna yule mzee nilikutana naye, yeye aliniambia tumepata jambazi bwana. Jambazi, yani mtoto wake wa kiume kwake yeye ni jambazi, ndio neno lake la kwanza amelitamka. Sasa wakija kutubadilikiaga huku nyumbani, tunasumbua watumishi na wachungaji, tunawaambia tusaidie, mtoto ameharibika, lakini uharibifu umewekwa ndani yake na yule mzazi aliyetamka yale matamko. Kumbuka nimekwambia Mungu amemuumba mzazi kama Mungu. Mungu anafanana na yeye, ana mamlaka, maneno yake yana nguvu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Kuna wale waliozaliwa bahati mbaya, yani kuna wale waliozaliwa lakini bahati mbaya, hayakuwa matarajio yao hao. Yani kuna watoto wanaozaliwaga lakini haikuwa matarajio ya hao wazazi kumpata huyo mtoto. Kwa hiyo huyo mtoto analelewa tu, si kwa sababu walikuwa wanataka, ila ni jambo la ghafla ilitokea familia. Kwa hiyo anakuwa katika mazingira hayo kwamba alikuwa hatakiwi, lakini amekuwepo. Maisha ya roho ya kukataliwa inaanza kutoka wakati huo. Kanisa, Bwana asifiwe. Sasa akianza kukataliwa katika jamii, tunaanza kushangaa, lakini matamko ya wazazi ndio yamewakamata watoto wao, wanayaishi matokeo ya maneno ambayo wao walikuwa wamewatamkia kabla hawajazaliwa. Kuna wale waliozaliwa bahati mbaya, hayakuwa matarajio ya wazazi wao. Ngoja namalizia huyu mmoja ili tuingie kwenye maombi. Mwingine ni yule anayetaka kuzaa mtoto wa kike, au anataka kuzaa mtoto wa kike alafu anazaliwa mtoto wa kiume. Kwa hiyo tangu mwanzo anaanza kusema maneno ya mtoto wa kike tumboni, anaanza kumnenea maneno, wengine mpaka majina wanawapa na majina, wengine wananunua mpaka nguo za kike, lakini kumbe mtoto aliyeko tumboni ni mtoto wa kiume. Kwa hiyo ametamkiwa wanawake tangu tumboni. Akitoka tumboni akiwa shoga, tunaanza kuona balaa kwenye familia, lakini kumbe alitengenezewa roho ya ushoga na wale waliokuwa wamembeba katika lile tumbo. Walimtamkia tangu zamani kuwa mwanamke, kwa anazaliwa na tabia za kike na anatamani kuwa mwanamke zaidi kuliko kuwa mwanaume. Kanisa, Bwana asifiwe. Na wengine wametamkiwa kuwa wanaume alafu baadaye wanazaliwa wanawake, kwa hiyo anakuwa msagaji.
Yaani kuna matamko mbalimbali watu wanayatamka kwa watoto na yamekuwa na madhara makubwa sana. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Ukiangalia katika maisha ya familia zetu ambazo tunaishi, haya ni mambo ambayo tunayo katika familia, na watoto hawa wapo katika familia zetu. Wale ambao siku zote yani maisha yao yote wanaonekana ni wasio na akili, hili ni lipumbavu, hili ni lijinga, huyu hana akili kama shangazi, hana akili kama baba yake, hana akili kama mama yake. Maisha yao yamekuwa matamko. Kwa hiyo yale matamko yanajiumba, huyo mtu anayeambiwa hayo maneno yanakuwa dhahiri. Kwa hiyo wakishaona ule udhahiri wa yale matamko wanaanza kuogopa. Kwa hiyo wanaanza kutafuta suluhu kwa wachungaji, wanatafuta namna gani watasaidika. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Lakini hauwezi kusaidika, ni wewe uliyaweka hayo maneno. Ndio maana siku ya leo tumeiandaa kwa ajili ya maombi kwa ajili ya watoto. Kanisa, Bwana asifiwe. Sisi wazazi wafungue, tumwambie Mungu afungue. Unaowajua, usiowajua, lakini unajua katika familia hawa wamekamatwa na maneno ya wazazi wao. Mimi namkumbuka kaka mmoja alikuwa anaita watoto wake yani haya majinga, mpaka ameyakatia majina marunga, yani hayana kazi. Na kweli hao watoto wake wote wanakaa hapo nyumbani, hawana kazi, wamezalia hapo, hawana maana yoyote. Lakini matamko ya wazazi yana nguvu na yanawakamata watoto wengi. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kuna neno moja nataka tulimalizie hapa. Nimeandika hivyo: kutokutii maagizo ya Mungu. Kutokutii maagizo ya Mungu. Kutokutii maagizo ya Mungu na kwenyewe kunatengeneza mpaka maradhi na magonjwa. Kuna magonjwa tunayo katika familia ambayo yametengenezwa na matamko ya laana. Magonjwa kabisa, yani yana majina kabisa hospitalini na yana dawa, lakini nataka nikuhakikishie ni matamko ya laana katika misingi ya familia. Biblia inasema kama misingi imeharibika, mwenye haki anafanyaje? Huwezi kufanya kitu kwenye misingi iliyoharibika. Msingi ukishakuwa mbovu, lazima tutafute namna gani tutaubomoa huo msingi, tujenge kwa upya. Angalia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ili nimalizie hapo. Kumbukumbu la Torati, tuingie kwenye maombi. Mlango ni ule wa 28. Nataka kusoma mstari wa kwanza kabisa. 28:1. Itakuwa utakaposikia sauti ya Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote aliyokuagiza leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Anasema na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Litabarikiwa na kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Lakini kama wewe ukuisikia sauti, kama wewe ukaufanya moyo wako ukawa mkaidi, kama ambavyo maelekezo ambavyo semina imeenda tangu tulipoanza, ukaufanya moyo wako kuwa mgumu, hukutaka kusikiliza maelekezo ambayo Mungu anayasema. Maana Mungu hawezi kutokea hapa asimame katikati yetu, lazima atatumia mwanadamu kusema na wanadamu. Maana yeye ni mkamilifu, ni mtakatifu. Kama angekuja hapa watu wote tusingeweza kumtazama. Anamtumia mtu kwa ajili ya kusema na wewe. Anasema kama utasikia, hayo ndio mambo ambayo yeye atayatenda kwenye maisha yako. Ukiisikiliza sauti yake, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Utabarikiwa. Mstari wa 15 inasema hivi, 15 mstari wa 15 kwenye huo mlango wa 28 inasema, lakini lakini itakuwa usipotaka kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo,
ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Wewe unaweza ukasoma hayo yote ambayo yatakupata, lakini mstari wa 22 naomba ni usome. Mstari wa 22 huo naomba ni usome, uangalie ni mambo gani yatakayokupata kwa sababu umekataa kusikiliza maagizo ya Bwana. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu na kwa homa na kwa kuoshwa na kwa hari ya moto na kwa upanga na kwa ukaufu na kwa koga, navyo vitakufukuza hata uangamie. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Anasema na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, na nchi yako itakuwa chuma. Bwana atafanya mvua ya nchi yako iwe vumbi na mchanga, itakujilia juu yako kutoka mbinguni hata uangamie. Mstari wa 25, Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako, utawatokea juu yao kwa njia moja, lakini utakimbia mbele yao kwa njia 7. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Mimi nataka nikuonyeshe matukio ambayo yanatokana na hayo matamko na laana. Paka kuna magonjwa unaweza ukafikiri unachokiumwa kwa sababu ni kitu cha wakizungumza kitaalamu kina jina, unahisi kwamba basi ni ugonjwa, lakini kuna magonjwa mengine yanatokana na laana. Atakupiga kwa kifua kikuu, atakupiga kwa homa, atakupiga kwa ukaufu, na juu mvua itazuiwa ili wewe usije ukabarikiwa. Kwa hiyo utaweza ukashangaa, kwa nini sina mafanikio, kwa nini mimi niko hivi, kwa nini niko hivi? Lakini nataka nikwambie, kinachokufanya ni matamko tu waliotamka waliokutangulia, na hayo tunatajiwa pia kumsihi sana Mungu ili atusaidie. Mzee Sawe, muda umeenda sana, karibu tu hata kwa dakika hizi chache ili tupate kumwomba Mungu. Niombe, tulikubaliana tutakuwa na bahasha ya sadaka kwa ajili ya kutoa na maombi ambayo tutaendelea nayo jioni hii ya leo. Karibu sana Mzee Sawe. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Hayo makofi ni machache, muongezee tena Yesu makofi mengi tena. Naamini kabisa umepata kitu cha kukusaidia, lakini pia umejua kabisa ya kwamba si swala la miungu tu ambaye inaweza kusababisha ukakwama mahali, lakini pia kumbe hata wazazi wanaweza katamka neno na likalete madhara pia kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Hebu simama kwa miguu yako miwili, tunakimbizana kidogo na muda. Tutaingia moja kwa moja kwenye maombi. Kamata bahasha yako, weka sadaka yako nzuri ya kumlingana Mungu. Nuhu alimtolea Mungu sadaka ambayo iliuridhisha moyo wa Mungu. Kwa hiyo Mungu akaanza kupangua yale ambayo yalikuwa mbele yake, yale mabaya ambayo yalikuwa yampate yeye na uzao wake. Mungu akaanza kupangua. Kwa hiyo tunaposema swala la sadaka, sisi tunaweza tukaomba mpaka mahali fulani, lakini sadaka inanena zaidi mbele za Mungu. Amen. Sadaka ina sauti, inanena mbele za Mungu. Mungu aliitumia sadaka ya Nuhu kuzungumza mambo mengi sana. Ukikaa pale kwenye Mwanzo unaona amezungumza mambo kama 8, na anabadilisha kabisa maisha ya Nuhu, maisha ya Nuhu ambayo sasa mbele yake yalikuwa yameshaanza kwenda kwenye mwelekeo mbaya. Naomba usogee hapa mbele, natamani tuombe kwa pamoja. Sogea hapa mbele. Kama umeshapata bahasha yako, umeshaweka na sadaka yako nzuri, sogea hapa mbele ili tuende mbele za Mungu kwenda kuomba toba. Jambo la kwanza, tutamshukuru Mungu
kwa ufunuo ambaye ametupa katika wiki hii nzima ambayo tumekuwepo hapa Segerea. Tamshukuru Mungu kwa moyo wako kabisa, maanake kuna mambo ambayo ulikuwa uyajui ila sasa umeyajua. Ulikuwa uyafahamu lakini sasa umefahamu, lakini pia ulikuwa ujui namna ya kutoka ila sasa umejua. Kwa utakwenda kumshukuru Mungu katika maeneo haya. Then baada ya hapo tutaenda kuomba toba kwa ajili ya watoto wetu kuwadharau wazazi. Bwana asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Kanisa, Bwana asifiwe. Haleluya. Una amani? Punga mkono namna hii kama una amani. Asante, jina la Bwana libarikiwe. Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, upokea utukufu, tunaimba Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Imba tena, wastahili wewe Bwana. Ongeza sauti tena, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Damu ya Yesu inanena mema, 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 damu inanena mema, inanena mema, damu inanena mema, inanena mema, damu. Kama sio wewe ingekuwa wapi? Ndio tunaanza kuomba hivyo. Kama sio wewe, kwa mambo haya ambayo tumesikia. Yes, umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema
Hebu tafakari, kama sio Yesu leo ungekuwa wapi? Hebu tafakari. Umesikia maneno mengine umetamkia ukiwa tumboni kwa mama yako, kama sio Yesu ungelikuwa wapi? Ndio uwawa peke yako Yesu nijaona rehema raboshanda ringo kusikilika moja endepo kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Nimejawa na wewe ningekuwa wapi mimi? Nimejawa na rehema tele, nimejawa na rehema tele, nimejawa na rehema tele. Ni wachache ambao wametambua kwamba huo wimbo ni ombi. Ni wachache wametambua. Naomba nirudie tena, kama si Yesu, wewe uliyetamkiwa maneno ukiwa tumboni kwa mama yako, leo ungekuwa wapi? Kama si Yesu ambaye amekuja kukubadilisha akakutoa katika yale matamko uliyotamkiwa, lakini kuna wanaoyaishi hayo maisha. Usije ukafikiri kwamba wanapenda hayo maisha. Kuna namna ambayo shetani amewabana na hawawezi kutoka pale pasipo neema ya Mungu. Wewe leo uko hapa, shukuru Yesu. Huu wimbo ni wa shukrani, lakini pia ni wa kumtukuza Yesu na kumwambia asante. Tuimbe tena kwa kumaanisha, maanisha kutoka moyoni. Umejawa na rehema tele, umejawa na rehema tele. Ndio wewe, ndio peke yako Yesu, peke yako mtakatifu. Kama sio wewe ndiye tufia msalabani, wewe ndiye tununua tena, wewe ndiye tukomboa, peke yako wewe. Hebu nenda mbele za Mungu, shukuru Bwana Yesu, mwambie ninakiri kwa moyo wangu Yesu Kristo, ninakiri kwa roho yangu Bwana Yesu, ya kwamba kweli kama sio wewe wala nisingeliweza kuonekana hata mbele za madhabahu yako siku ya leo, nisingeliweza kuishi kabisa katika maisha haya. Ninatambua Yesu, jinsi ambavyo umepigania, jinsi ambavyo umenitetea, jinsi ambavyo umekuwa msaada wangu. Yesu, ninakiri kama sio wewe, shetani alinikusudia mabaya.
dunia ilikusudia mabaya, lakini Yesu kakubali kufa kwa ajili yangu. Ninakushukuru Yesu, ninakuhimidi Yesu. Asante Bwana, uliyetupigania, uliyetutetea, uliyetushindia, uliyekubali kutoa uhai wako kwa ajili yetu. Yesu tunakushukuru, Yesu tunakutukuza. Yako matamko mengi ambayo Bwana watoto wako na watu wako wametamkiwa wakiwa kwenye matumbo ya mama zao, na adui akapata nafasi ya kuwakamata kutoka kwenye matumbo ya mama zao. Ndio, endelea kuomba, endelea kumwambia Bwana, kama si wewe Yesu ningekuwa wapi? Ninayo kila sababu ya kulihubiri jina lako, ninayo kila sababu ya kutukuza, nina kila sababu ya kusema asante. Umenipa neema hii, umenipa ufunuo huu, umenipa kuyajua haya. Ninakushukuru Bwana, ninakutukuza Mfalme. Ribo sakaramando rikanda rabakoria reketekerebo shata ripopo saika karabashanda. Asante Yesu, asante Yesu, uliyekuja kutukomboa, uliyekuja kubatilisha yale taarifa mbaya tulizotamkiwa na zile taarifa mbaya tulizoandikiwa. Yesu asante. Damu yako Bwana tunaiadhimisha, jina lako tunalitukuza, kwa sababu nimetutendea mambo makubwa mno kuliko tunavyoweza kuelezea. Yesu tunakuinulia mioyo yetu, tunakuinulia mioyo yetu, uliye msaada wetu wakati wote, katika jina la Yesu. Rikaposakarabakoria gandarabasiki rikandoroposaika, katika jina la Yesu. Asante Yesu, mwambie hivi nilivyo ni neema yako tu, hivi nilivyo ni upendo wako tu, hivi nilivyo ni huruma zako tu, hivi nilivyo ni jina lako tu. Hakuna kitu kingine, hakuna msaada mwingine, ni wewe peke yako Yesu. Umenitendea haya, ninakushukuru Bwana, ninakutukuza Yesu, ninakuhimidi na kushangilia Bwana. Asante Yesu, ndio maana nimeamua kuyatoa maisha yangu kwako. Wewe uliye ngao na kigao, uliye msaada, uliye tumaini, uliye kimbilio nyakati zote Bwana. Ninakushukuru Yesu, ninakutukuza Yesu. Asante Bwana, uliyebadilisha maisha yangu kutoka katika matamko niliyotamkiwa nikiwa kwenye tumbo la mama yangu, kutoka katika matamko niliyotamkiwa na maadui wa msalaba, kutoka katika matamko niliyotamkiwa na watu wabaya ambao hawapendi kuyaona maisha yangu. Baba, ninakushukuru Yesu, ninakushukuru Mfalme, ninakutukuza Bwana. Ninakiri hakika kama si wewe Yesu, Israeli na waseme, Segerea na iseme, dunia na iseme, ukoo wangu na useme, kama si wewe. Ninajua hata ninapotembea wako wanaonisagia meno, lakini wewe umenilinda, umeniwekea ngao, umeniwekea na kigao, umenilinda Bwana. Asante kwa damu yako iliyofuta matamko yote niliyotamkiwa. Asante Bwana kwa kuondoa mbegu ya uharibifu iliyopandwa ndani yangu. Asante Bwana, ukuiacha ikakua, ukuacha ikaendelea tena, ikajieneza na kuwa na mizizi. Ndio maana niko hapa. Kama ungeliacha ikajieneza ikawa na mizizi, nisingeliweza kusimama. Ninakushukuru Yesu, asante Bwana. Na leo bado ninaiamini damu ya Yesu, na ndio ninaiachilia ili kwenda kukausha na kuondoa kabisa ile mizizi ambayo inatembea taratibu. Imoke na iondoke kwangu, imoke na iachie maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na kwa damu ya mwanakondoo tuko kwenye madhabahu yako Yesu. Angalia machozi ya watoto wako, angalia vilio vya watu wako wanavyokulilia Yesu, maana umesema leo Bwana, kama si msaada unaotoka kwako tusingeliweza kusimama. Hivi tulivyo ni neema yako tu Bwana. Angalia machozi na kilio cha wana wa Israeli, angalia machozi ya watu wa Segerea leo na vilio vya watu wa Segerea. Baba, upeleke msaada kwa mabinti zetu, upeleke msaada kwa vijana wetu wa kike na wa kiume, upeleke msaada Bwana kwa wakaka, kwa wababa, kwa wamama. Wako wengi ambao Mungu amefika mahali wakaona ni bora nisingezaa,
kuliko kuzaa, lakini hakujua kwamba ni yeye mwenyewe alitamka maneno. Hakujua, lakini hiki ndicho matokeo ya matamko ya vinywa vyake, kwa sababu aliumba. Hakujua ya kwamba anachokitamka anakiumba. Rabosiki rikaposaka rikoroboshanda karabasiki. Weka mkono wako juu namna hii, sema Mungu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninanyenyekea madhabahuni pako. Bwana, ninaomba toba kwa ajili yangu na kwa ajili ya watoto wote waliowadharau wazazi wao. Neno lako linasema tuheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Lakini Yesu, ndani ya watoto kumekuwa na dharau, kumekuwa na kiburi, hakuna heshima, hakuna kumthamini mzazi, na matokeo yake maisha ya watoto wale yameharibika, na wengine wameondoka duniani, hawapo tena. Shetani amewafuta na dhambi hiyo imewafuta, hiyo laana imewafuta. Tunasimama leo kama makuhani kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu tunaomba toba Bwana, kwa ajili ya watoto wote katika kanisa, kwa ajili ya watoto wote katika taifa letu la Tanzania. Tunakulilia Mungu wetu, tunaomba toba, tunaomba rehema. Mbegu iliyopandwa kwa vijana, mbegu iliyopandwa kwa watoto wakaacha kuwaheshimu wazazi wao, Bwana tunakusihi, Mungu wa rehema samehe, Mungu wa rehema samehe kwa jina la Yesu. Endelea kuomba rehema mbele za Bwana, endelea kumsihi Mungu akeuke, angalie rehema zake, angalie huruma yake, akumbuke ya kwamba yeye peke yake ndiye anayeweza kuyabadilisha maisha ya watoto wetu. Kwako kuna msamaha, kwako kuna rehema. Ulisema natafuta mtu mmoja, nasi tumesimama leo kama mtu mmoja. Bwana, tunakulilia kwa ajili ya watoto wetu ambao wamedharau wazazi wako, wadharau wazazi wao, watoto ambao wameitupa amri yako nyuma yao, wametupa maneno yako nyuma yao, wakayaacha Bwana, na wakatembea na maneno ya dunia, na wakaanza kuwadhihaki wazazi na kuwadharau. Hapa tunakulilia, tunashuka kwenye mavumbi na majivu. Mwana kondoo wa Mungu, uichukuaye dhambi ya ulimwengu, rehemu watoto wetu, rehemu watoto wetu, rehemu watoto wetu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Biblia inasema usimpe ibilisi nafasi, lakini watoto walipompa ibilisi nafasi, adui akakamata fikra zao, akakamata na vinywa vyao, akaweka ndani yao kiburi, akaweka ndani yao dharau, akaweka ndani yao dharau. Leo tunakulilia Mungu, kumbuka rehema, samehe Bwana, samehe Mfalme, katika jina la Yesu. Tunawainua watoto wetu na kuombea rehema na msamaha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kumbuka maneno yako Baba, umesema mimi ndimi nifutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Tunaomba kwa ajili ya jina lako Baba, ukafute dhambi ya watoto wetu, uovu wa watoto wetu, hata hawaendi tena katika njia yako tena. Warehemu Bwana, hakuna mwingine anayeweza kurudisha katika njia, ni wewe peke yako Bwana. Ile damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo, ndio tunaita leo, ndio tunaita leo na kuiachilia kwa watoto wetu, ikaondoa ile mbegu ya uharibifu iliyopandwa ndani yao, ile mbegu ya dharau, ile mbegu ya kiburi, ile mbegu iliyoachiliwa ndani yao kwa jina la Yesu. Ikamoke leo, ikamoke leo, ikamoke leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu, na wajua walio wako ya kwamba na mpango mzuri na maisha yao, lakini shetani anawafuta ili kuwajaza uharibifu na kuwaelekeza katika njia pendeza. Hapa tunakulilia kwa jina la Yesu, itazame tu damu ya mwanawe Yesu, neema yake kaachiliwe kwa watoto wetu, warudi katika njia. Ewe
shetani sikia, achia watoto wetu kuanzia sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo mbegu iliyopandwa ndani yao leo tunainua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hiyo mbegu tunainua. Haya, toka kwa jina la Yesu, toka pepo la dharau, toka kwa jina la Yesu. Mbegu ya dharau, toka kwa jina la Yesu. Mbegu ya kiburi, toka kwa jina la Yesu. Roho ya uasi iliyoachiliwa kutoka kwa watoto, iliyoachiliwa ndani ya watoto, tunaikemea. Toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kemea, 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 kemea hiyo roho, kemea hiyo roho, kemea hiyo roho, kemea hiyo roho. Moto wa Yesu iteketeze, iangamize kabisa, isiweze kusimama tena katika jina la Yesu. Kama Mungu aishivyo, Yesu Kristo, ingilia kati kwa ajili ya watoto wetu. Damu ya Yesu ikaondoe madhara ya ile roho iliyoingia ndani yao na ile iliyotenda kazi ndani yao. Damu ya Yesu ikaondoe madhara yake, na watakaswe kwa damu yako Yesu. Warudi katika njia yako, wasimame kwa uaminifu, wawe na hofu yako ndani yao. Bwana, tunauliza neno lako, imeandikwa kila pando tulilopanda Baba litang'olewa, na leo kwa jina la Yesu halitakuwepo tena ndani yao. Walitamkiwa malaya, tunabadilisha, hakuna malaya tena. Roho ya malaya, roho ya uzinzi, tunaikemea kwa jina la Yesu. Walitamkiwa majambazi, tunakemea hiyo roho, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Walitamkiwa ya kwamba ni mababeli, tunakemea, toka, achia, toka, achia, toka, achia. Yesu asaidie. Tunaomba neema ya kuwafungua Bwana kutoka katika matamko waliotamkiwa na wazazi, waliotamkiwa na walimu wao kule shuleni, waliotamkiwa mahali popote. Tunaomba neema yako ya kuwafungua kwa jina la Yesu. Tunawafungua, tunawafungua, tunawafungua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu, asante. Watakase Bwana, watakase Bwana. Mungu ulisema nuru itang'aa mioyoni, nasi tunauliza ile nuru uliyoitangaza iende kwenye mioyo ya watoto, ili Bwana wakapate kugeuka na wakapate kushika njia yako katika jina la Yesu. Weka tena mkono wako juu namna hii, sema Mungu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninasogea mbele zako tena. Ninaomba toba na rehema kwa ajili ya wazazi waliowatamkia watoto wao maneno mabaya, na yale maneno yakageuka kuwa roho kamili. Bwana, katika jina la Yesu tunakuungamania, tunaomba rehema, tunaomba rehema. Mungu kapate kusamehe wale wazazi waliowatamkia watoto maneno mabaya, ikiwa ni mimi, ikiwa ni baba yangu, ikiwa ni mama yangu, ikiwa ni walezi wowote ambao waliwatamkia watoto maneno mabaya na yakigeuka yakawa roho kamili. Leo Bwana tunaomba toba, tunaomba rehema. Endelea kuomba rehema, endelea kuomba rehema. Hakuna namna ambayo haya maneno yatafutika kama hakuna mtu anayelia anaomba toba na rehema mbele za Mungu. Hata wewe mwenyewe unajua yako maneno uliyotamkiwa, ulitamkiwa na wazazi, mzazi akiwa katika hasira au katika ulevi au katika hali yoyote ile, lakini bado kwa sababu yeye amepewa neno na neno linaumbika na linakuwa roho kamili, tunanyenyekea kwako Mungu, tunaomba toba, tunaomba rehema kwa ajili ya wazazi waliotamkia watoto maneno ya laana. Baba samehe, Baba achilia rehema kwa jina la Yesu. Warehemu Mfalme, wamefananisha kazi ya mikono yako kama viumbe visivyokuwa na thamani, ndio maana wakatamkia maneno. Wengi wameitwa mbwa, wengi wameitwa wezi, na ndivyo ambavyo wamekuwa. Wengi wameitwa majambazi, na ndivyo ambavyo wamekuwa. Wengi wameitwa malaya,
na ndivyo ambavyo wamekuwa. Wengi wameambiwa hawatakaa wafanikiwe, na ndivyo wamekuwa, ndivyo walivyokuwa. Leo tunaomba rehema, tunaomba rehema. Samehe Baba, tunaachilia na damu ya Yesu ikafuta haya matamko, ikafuta haya matamko. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu ikafuta haya matamko. Yafutike, 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 yafutike kwa damu ya Yesu. Wengine waliambiwa tuone kama mtaoa, pengine waliambiwa tuone kama utaolewa, wengine akaambiwa tuone kama utazaa. Kuzaa utazaa wewe, hicho ni kifungo. Futa, futa, futa kwa damu ya Yesu, futa. Endelea, sijaona watu ambao futa haya matamko, futa haya matamko. Iko damu ya Yesu inayonena mema, inaitangua maneno. Patilisha maneno kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Futa na hivyo vifungo, maanake maneno yamekuwa vifungo, yamekuwa vifungo. Mwingine akatamkiwa, akaambiwa utazaa malaya tu, utazaa mtoto ambaye atakurithi wewe. Futa haya maneno, kimekuwa ni kifungo. Futa hicho kifungo, futa hicho kifungo kwa jina la Yesu. Imeandikwa na tuvipasue vifungo vyao, na leo tunavipasua vifungo vyao. Tunapasua, 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 tunapasua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Imeandikwa fanyeni shauri nalo litabadilika, semeni neno halitasimama. Kwa Bwana, Bwana yuko pamoja nasi. Tunabadilisha maneno yao, tunabadilisha maneno yao. Hayatakuwa roho kwetu tena, hayatakuwa ukuta tena mbele yetu, hayatabadilisha maisha ya watoto wetu tena, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo laana iondoke, hiyo laana iondoke, iondoke leo kama Mungu aishivyo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Weka mkono wako kifuani, weka mkono wako kifuani. Oh, wamama weka mkono kwenye tumbo, wamama weka mkono kwenye tumbo, wababa weka mkono kwenye kiuno. Kamata kiuno chako, wamama kamata matumbo. Sema Yesu, Yesu, nimekamata tumbo hili. Uliamuru Bwana watoto wangu wapite kwenye hili tumbo na watoke wakiwa watumishi wako. Inawezekana kuna maneno niliyotamkiwa mimi nikiwa mdogo na sikuyajua, na hakuna aliyenisaidia kuyatangua. Matokeo yake watoto walipokuja kwenye tumbo langu, shetani akawafuatilia kwa yale maneno. Leo Yesu, ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaachilia damu ya Yesu ili kutangua yale maneno yaliyotamkwa yakalete athari kwa watoto wangu, katika jina la Yesu. Tumbo langu halikupitisha majambazi, tumbo langu halikupitisha malaya, tumbo langu halikupitisha watu watakao mwasi Mungu, bali tumbo langu limepitisha watoto watakao mheshimu Mungu, watakao mpenda Mungu. Leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, watoto waliopita kwenye tumbo langu, ninapeleka damu ya Yesu ikawatakase, ikawatakase, ikawatakase. Hiyo damu ya Yesu naipeleka mara 7 kwa jina la Yesu, iwatakase. Na hiyo roho iliyokuwa imewakamata leo iwaachie, iwaachie, iwaachie kwa jina la Yesu. Wamama endelea kuomba hiyo, endelea kutangaza hivyo. Wababa sema asante Yesu, umenifanya niwe sababu ya uzao. Bwana, watoto wote uliopitisha kwenye kiuno changu, Mfalme, ninaachilia damu ya Yesu ikawatakase, ikawakomboe. Ile damu iliyotununua ndio ninaiachilia ikanunue watoto wangu kwa upya kabisa, ikabadilishe maisha yao. Haijalishi leo wanaishi katika vifungo, lakini damu yako Yesu inaweza Bwana, inaweza Bwana, inaweza Bwana. Wabadilishe kwa jina la Yesu. Sema Yesu, Yesu,
yale matamko niliyotamkiwa nikiwa mtoto kwa sababu ya kukosa utii na yakalete matatizo kwenye maisha yangu, yakageuka kuwa magonjwa. Leo ninaomba rehema na msamaha kwako. Damu ya Yesu ikayafute na hayo magonjwa yakapate kuondoka. Yesu ulisema kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Naomba uponyaji kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kama siyo wewe Baba, asante. Wakati unaendelea kuomba, sogezee chombo cha sadaka. Mchungaji, naomba tafadhali, pamoja na mtumishi wa Mungu Everlight, tuombe kwa ajili ya maombi haya. Tuombee maombi haya ambayo watu wa Mungu wameandika. Karibu tu utoe sadaka yako. Anda hapo utoe sadaka yako. Baada ya hapo subiri baraka, mchungaji achilie baraka. Mungu, asante kwa ajili ya maombi haya ambayo watoto wako wameandika. Mfalme Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, hiki ni kilio wamelete kwako, haya ni machozi wamelete kwako. Ninawaombea na kunyunyuza damu ya Yesu Kristo kwenye kila neno ambalo wamelinena na ambalo wameliandika. Ni mambo ya siri kabisa ya ndani yaliyo katika mioyo yao, hawana mwingine wa kumweleza, ni wewe peke yako Baba. Tunaomba Yesu, ile damu yako takatifu ndio tunaiachilia ili ikanene mema, ikaondoe kila kitu ambacho kimashika maisha yao. Yesu yapate kuponywa. Amen. Usiondoke tafadhali. Subiri upokee baraka kutoka kwa baba mchungaji.